Thank you. Karibu sana hapa kwa ofisi ya CDF na Compton West constituency. Nilikuwa nataka hiyo swali ndugu yangu ameuliza hapa kuhusu interferences vile walikuwa wanasema hapo vile mheshimiwa Gikari alisikia akisema that there is a member of parliament who is interfering with learning of I don't know what he said, data learning or with the schools management. Kwanza nataka kusema namna hii for those wale hawajui ya kwamba a member of parliament is the most how can I say, yeye ndio stakeholder mkubwa wa maneno ya education kutoka kwa sub county yake mahali yana represent. So if you find something going wrong within the schools where you are a member of parliament, you are supposed to intervene positively. Positive intervention, your intervention ndio inatakikana. I don't know what they meant. Unajua iko watu wengine wanaenda wakikuwa mkutano kama ile ilikuwa pale na Kuruhai, iko psychophants wengi sana in the name of maybe elected leaders. Some elected leaders have become so reckless. Wakipata watu wanaanza kuongea tu kama ile nilikuwa naongea, anasema at a member of parliament interfere. I think I want to tell you, Honorable Gikari, that it's high time now he started being a bit careful with these utterances. You know, ile mtoto alikuja hapa ni mtoto kutoka kwa constituency yangu. Mtoto nimelipia pesa aende shule na nimelipia pesa sote. Sile nadhani aende kwa hiyo shule. Msasi ameenda amenunua uniform, ameenda shule. Yule mwalimu amemweleza ya kwamba hawezi kuadmit yeye kwa sababu ana games kit. Games kit, you can imagine kwa sababu ana games kit ya kwenda kucheza mpira, sio kufanya nini. A normal person or a member of parliament elected by people, you cannot say such utterances that Arama interfered. How was I interfering? Because I paid this school fees for this child. Musasi amenunua uniform. Sasa maneno ya games kit yanatokea wapi? Other in the sense of that person who was saying that a member of parliament interfered. I think let's be a bit serious. Unajua pengine members of parliament wengi hawajali vile watoto wanaenda kusoma, because maybe they don't pay school fees for that for children, for the kids from that constituencies. Because mimi nalipa, lazima nieleweshe, niambiwe ni kwa nini hiyo mtoto atakuwa admitted, and that's what I went there to do. What was wrong? There is nothing wrong. Kwa sababu ukiona watu wanaenda pale kwa mikutano kama hiyo, they become petty. That's pettiness. That a member of parliament alipeleka mtoto shule, yule amelipia pesa, anaenda kuuliza ni kwa nini hiyo mtoto hajakubaliwa aingie kwa hiyo shule. Then Mungu anapeleka hiyo vitu kwa maneno ya education, mahali mnaitana, unaenda kuambia watu ati there is a mheshimiwa huyu interview that they was in front of the cameras. I don't do things behind the tents the way they do. Kama mimi nimelipia mtoto yangu shule, hata ikikuwa hiyo mtoto anaenda shule gani, lazima hiyo mtoto aende akuwa admitted. What of if the president himself said, William Ruto alisema watoto wote waende shule bila hata school fees, watumie hadi paid. Imagine mimi nimelipa, president amesema watoto waende shule, lakini there is a teacher somewhere chasing away a child because of games kit. That is the lowest I think I could see in that meeting, and I wish I could have been there. If I was there, I could have told whoever was saying that nonsense that you ni ujinga, wacha kila mtu alinde constituency yake. You know, I'm not answerable to Nakuru Town East member of parliament. Aenda afanye, mimi nasikia anataka kuwa senator.
anataka kuwa senator by undermining other elected leaders. Why would you want to talk a lot of rubbish in front of many people? Na waeleza unasema at it was in view. Unajua your psychophants should stop now. If you want to fire for any elected post, and especially I don't want to start undermining Honorable Gikari in my constituency. This is almost the second time I've seen him talk about my constituency even without asking him. There's a time alikuja kufanya games hapa shamba na vijana huko wakaletana shida because he didn't do what they had agreed, and I could see after a long time you was talking that iko vijana alikuwa ameshikwa akaenda na pengu nini, but I've been keeping quiet. Na kunyamaza Gikari asifikiria ati I'm in charge of my constituency. Let him talk about this constituency. We are not going to accept this nonsense where a colleague stands up, he started talking about anaanza kuongea kuhusu maneno yako mbele ya watu wote, kuanza kusema ati aliona it was you in the camera. Me, I don't do things behind the party. I don't put my cards under the table. Mimi namuomba Gikari aendelee na constituency yake, awaje constituency yangu. It's not my boss where he's going to talk a lot of things about myself. Atiko ndienda kufanya, hakuna makosa nilifanya. What you are cooked, I told them the same. We cannot deny a child education simply because ana games kid. Mtoto akienda shule mara ya kwanza anataka kwenda kusoma, si kwenda kucheza. That's what I asked, and it was very simple. So hiyo swali umeuliza mimi, nataka nikutume tu kwa Mheshimiwa Gikaria, uende mwelezo mwambie awachane na mimi. Let him concentrate in Nakuru Town West, East, au wachana na Nakuru Town East, West. Yeye anataka kusimama senator, and at the certain stage we will tell our people, and in my constituency such utterances ila anataka kwenda kufanya huko, I will tell my people not to vote for him because it appears like yeye achaelewa anafanya nini. You can't go and start telling people about your colleague that yet was in view of you. Anataka kupolice nani? You know, some people won't even to police their masters. Hivyo kama yeye yako na masters yuko Nairobi, let the waende kwa polisi yao huko. Me, I don't have my own master. My master ni hao watu hapo wananichagua. So kama yeye Gikari alikuwa anaona anataka kuongea hivyo, ndiye aende kuambia whoever he wants to police that the Arama is the one who is doing this. No, that is nonsense. I cannot allow that. Yeah, I did something right and I stand by what I did. Hata leo nikikuta mwalimu amefanya kitu kama ile, baada ya that school telling that teacher is not right. The other issues about the is when you can talk about the Arama transfer in teachers. I think that's the nonsense which we cannot even talk about. How can I transfer a teacher? How? The teachers, they have their DSC process there. What these people are not telling you is that they have been having issues with the TSC, whatever I've been hearing about it. But transfers, they don't fall under my docket. I've not even talked about it, and I don't talk about it. If they want, other officials who are doing whatever place they were, I don't care about it because it's not my work. My work is to make sure that the schools are well equipped in terms of infrastructure, which I've done. My work is to make sure that hakuna mtoto ananyanyaswa akienda shule, which I've done. But maneno ya transfers, hiyo ni ujinga. In any case, let me ask, why would a teacher anasema hataki kuwa transferred kwa nini? I mean, these schools were not made for one teacher. Ni mahali inasemekana, when a teacher goes to a school, does that teacher become permanent and pensionable there? At yeye lazima akae hawezi kutoka. Transfers are normal. Kama umeambiwa songa. Sasa angalia kama ni mama mwingine. The parents were in my office here telling me that sisi hatutaki mwalimu, hatutaki bodi, hatutaki. Nikamwambia that's not my work. Go back. I will only facilitate. I go to the DC, I go to what the education. Nikamwambia enda mama mwingine muende muongee hiyo maramisheni mpeleka hapo. Mimi I don't have authority ya kusema ati mwalimu aende ama bodi ibaki. And they went there wakalamika wakasema mwalimu aende na bodi iende. Look at Moi Primary. Moi Primary, when you find actually, by the way, there's a court order. Somebody went to court. There's a court. Somebody went to court at the BOM. Wameenda kotini at retain that teacher there. What is the work of BOM when you say a teacher who retained in a school? Why?
Yaani ati mwalimu amekuwa transferred, bado management wameenda kotini, atuache mwalimu aendelee kupaki hapo. What does it mean? So it's so sweet that there's a lot of corruption going on in that school. So as a member of parliament, unataka kuniambia mimi siwezi kuongea, yet I'm the one who has made that school to be what it is. CDF funds ya Nakuru Town West, which is not my money, which is the money belonging to these parents you are seeing making noise there, Mama Ngina, wanasema hawataki hata yule mwalimu, hawataki pia. Unataka kuniambia mimi sasa kama mheshimiwa atanyamaza tu? Nilikuwa kama niende ninyamaze nisiongee. Second, Moi Primary, when you find parents demonstrating in the streets, and very few of them, that school iko na 5,000 students, less than 100 parents are demonstrating, and I'm told the 100 who are demonstrating, some of them are not even parents, the people who are hired from Nakuru Town East, who are coming to Nakuru Town West kusema Yarama Masigo. I hope where my time is up to 2027. Hiyo ni ujinga yali ya juu watu waende wawache hiyo ujinga, because TSC is the one which deploys and is the one which transfers. If there is anything which is wrong in Moi Primary, I don't have any authority ya kwenda kusema mwalimu apati hapa. I can't. And at the same time, kama siwezi kusema apati, siwezi kusema aende, because it's not my work. Lakini watu wanaleta siasa, naona wanaenda wanasema ati iko ukabila iko wapi? Kwani iko shule iliandikiwa kabila fulani? Hii Nakuru every community is there. Hii watu wa chinga nimeona wanasema ati ukabila iko wapi? Yule anaenda hapo Moi, she's coming from Kaptembwa. Yes, ni Mkisi. Huyu anatolewa, huyu anaenda Mama Ngina, yule anatoka Nakuru, anatoka Moi Primary, anaenda Mama Ngina. Ukabila iko wapi? Kama ningekuwa nataka ukabila, if I had a say of saying, kama nimefukuza hiyo according to what they are saying, nimefukuza Moi Primary head teacher, nimefukuza nimepeleka tena Mama Ngina, sidhani ya kuna offset ya sukua hapa. Do I have that authority? I don't have. Sina. So na hii maneno watu wanasema ati kabila fulani, hakuna kabila hapa, hakuna shule imeandikwa ati wewe hii kabila it belongs to Rose, this belongs to Kisses, this belongs to Kalenjin. Hakuna kitu kama hiyo. Wacha watu wafanya kazi vile walielezwa. TSC is the one who deploys. Watu waende wawache hiyo upuzi ya kuongea maneno huko. Arama intabia na not intabia. Parliament is the biggest stakeholder in that constituency. Now, if we do all of this infrastructure, we pay school fees. Are you telling that we are not supposed to talk as members of parliament? Do we find a head teacher doing something wrong? I'm not saying these ones who were transferred, they have done anything wrong. But I'm assuming they didn't say one particular member. They said, not saying that the interferences from members of parliament in certain areas, they have a right of asking what's happening in that constituency in terms of learning of students and the way the head teachers are heading the schools. I mean, we are stakeholders, and the biggest stakeholder is a member of parliament. So na kazi ya member of parliament ni kuuliza so kama mwalimu ameenda amefanya makosa, amefanya kitu mbaya, unataka kusema member of parliament ndio kuuliza? Na ndio waje kutupeleka kama mafara. You know, they think that members of parliament are just there who cannot talk because pengine wanataka kujionyesha ati wanapigania mwalimu. Au wewe unapigania mwalimu na magari na mwalimu amekula pengine pesa ya shule. Unapigania mwalimu na mnagani kama mimi nimepeana pesa na ajaenda kufanya ile kazi, hiyo pesa nitakana ifanye. Kwanza mimi nikipeana pesa, mimi wanganafuata. Like next week among the constituencies, go and look at how I made Moi Primary. Moi Primary si jana ilianza kutengenezwa, watu watukuje kudanganya hapa ati Moi Primary is doing very well now because of the head teacher who said he has been doing well and I've done a lot of infrastructure there and everybody knows. Hiyo pesa yote nimeweka hapo, nataka kusema mimi siwezi kwenda niongee. So at the certain stage we are going to go to the AGM of these schools. And now we'll be passing every school, niende huku niende niulize kama mimi siwezi kuongea na mimi ile pesa inafanya kazi hapo ni pesa ya watu ya Nakuru Town West constituency, si pesa yangu. Ni pesa ya watu ya Nakuru Town West constituency. Kama wamesema mwalimu aende, wewe proceed and go. Usituletee maneno ya kuja kutuambia hapa. Then when you go to a function like that one, ukiongea, then you find another member of parliament supporting
such sentiments. That is being stupid, and that is something which you cannot allow. Okay, finally siasa kidogo. Zote amepita. Kweli anaenda huko. Nani? Ruto. Can you go before 2027? So we have elections in 2027. Sasa mnataka aende kabla damu yake haijaisha. Si elections, ukichagua mtu kisaidia na tena 5 years, even if you win all the elections, when you are still leading, when you are still in third seat, it is so okay. Let's wait for 2027. See, kwani win. Are you happy yourselves? Let's start with you. You are not. So where do you think that? Hata yeye mwenyewe ninasema you are not happy. So if you are not happy, you are a voter. So ukifika 2027 ungeenda kupiga mtiki huku kura. Lakini 2027 let's wait. Unajua watu wanasema namna hii let's close the bridge when we are there. And I'm saying this, makosa. One, William Ruto ana makosa. Na hii maneno ya mafuta mnataka kusema. Yes, is not the one who controls the prices of mafuta. That's point number one, nataka tukubaliane. Kwa sababu kama alikuwa na control, angesema irudi chini. But makosa ya William alifanya moja. Wakati petroli ilirudi chini, aliita Wakenya akamwambia amerudisha petroli chini. So Wakenya wakasema yeye ndiye ana control maneno ya mafuta. Instead kama angeenda eleza aseme mafuta hii imerudi chini, si mimi, ni world market, then we won't be asking the questions we are asking now. Ile watu wanauliza saa hii kwa sababu alienda akasema ati mafuta amerudisha chini. Sasa ikirudi juu si watu watauliza umerudisha juu. That is not what we said he meant. But between me and you and everybody, even though people are making news outside that mafuta ameenda, wanajua si yeye. I have a son who is in Dubai. He was telling me that mafuta in Dubai, where we get petrol from, and they shoot Yemenda, they used to buy Kenyan shillings, it was 40 shillings per liter, now imefika 8. So, kama mahali mafuta imetoka imeshoot by half imeenda juu, what about sasa ile imefika hapa Kenya? And remember, hii mafuta mnasema hii imefika saa hii sijui 120 something, na ingine 140 something, iko subsidy imewekwa hapa na serikali. Kama subsidy ingekuwa imewekwa na serikali saa hii 2 something, hii mafuta inaitwa 224, 246 ingekuwa 300. Yeah, and it's not William Ruto can do nothing because see here under control, is controlled by the world market. But the only mistake he made, because some people only see a small opportunity, unaenda unasema wewe ndio umeshikiza. So ikibado utaambia watu nini? Si watu watasema ni wewe umebadilisha. So if I were in the executive arm of the government, the minister for energy, or whoever from the executive, waende waseme tangu wakati tulisema tumeshukisha, tulifanya makosa sisi. Siku hii world market ilisema mafuta ilikuwa ikarudi chini. Kwa sababu ya hii maneno mengine sasa imeenda juu. So tusamee ile tuliwaambia ilikuwa na makosa. People will understand. But when you get quiet, it cannot help. And mimi nikiangalia, when we say that the country is not on the right direction, people say ni siasa. But if you ask an average Kenyan saa hii, atakuambia we are not on the right direction. Kwa sababu ya watu waliona wanaitana mkutano, badala watu waende waseme maneno ya maendeleo ama vile wanataka kufanya kazi ni matusi. How do you get votes for your candidate kama wewe kazi yako ni kuita waanze kusema Uhuru Kenyatta? Waanze kusema baba yake, waanze kusema maneno ya Moi, waanze kusema watoto yake, waanze kusema maneno ya Matiang'i, waanze kusema Wagisi, Are you getting votes for your candidate? What it means is we can have people who are in the government who come from where the president comes, let them sing the president, na sisi tukubaliwe tusingi watu wetu wale wanatoka mahali tunatoka. Lakini kwanza kutuhusiana kama nilikuwa nimeona juzi, I've seen a trend where many leaders come together, and once they come together they start talking about
previous presidents. Mtu unasimama unasema Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta handed over power to somebody. So it's up to you ubebane na mzigo yako, kwa sababu ulikuwa umepewa nafasi uende kuongoza. Lakini maneno ya kuita watu tuanze matusi hapana. And you know, I agree with the president on one thing about what he says. Yeye anasema kila mtu akuje na report card yake, ile kazi amefanya. Surely, by abusing Uhuru Kenyatta or abusing vijana ya Moi, is that a report card? Hiyo ndio utapeleka kwako. Wewe waambie watu mimi nilienda nikatusi Moi, nikatusi Uhuru Kenyatta, nikatusi Matiang'i, sasa nipe kura. Can you get? You can't. So wacha watu wajue ya kwamba every person comes from a community. Wacha tuheshimu hiyo mtu anatoka kwa hiyo community. So that ndio ukienda kumwambia watu tuseme President William Ruto amefanya hii kazi, so wacha tumrudishe. Lakini kwanza kusema vibaya kuhusu certain community at the same time unataka watu waende kurudisha community yako kwa kazi, hii itakuwa ni ngumu. So wacha tuheshimiane tu. Kwa sababu nimeona, you know, when you look at the scorecard of most people who are talking around there, is that right? But wana kwa constituency yako, enda kwa region yako, mwambia watu nimefanya hii kazi, na watu watakuelewa. And let's be Kenyans. Unajua hii maneno ya tribal, that's why unaona hata mwalimu akikuwa transferred, watu wanaanza kusema Mheshimiwa Rama ni mkabila. Not knowing that wakati tunapeana pesa hapo, tunajua ni hiyo wako, hiyo ni kabila iko hapo. So let's not have this issue ya watu kuongea kuhusu kabila. Watu wale waulize ni kwa nini? Is that right again? Wanda kuuliza mwalimu anakuwa transferred kwa nini? Hii Mheshimiwa Rama alibeba hii mtoto nilibeba nikampeleka mpaka Nakuru Day si mkisi. So maneno ya ukabila natokea wapi kuenda kuulizia mtoto sijui ni kabila gani? Me in Nakuru town west we don't ask people their tribe. We just deal with the people. And like most people, vile naona wanasema bado wanasema ati WhatsApp ndienda kuuliza hiyo pusu watu waende wawaje. And you know, I get more irritated when I find that our colleague is the one who has been given a chance, anasimama kwa wata na mwaeleza anasema ati hiyo kitu ilikuwa niliona ni mbona you could have even said that I saw Honorable Rama is the one. Why did he say my name? And then mimi nataka nipeleke tuende political contest between myself and the two people are talking that Yarama alikuwa mtoto shule, alikuwa anafukuzwa, akaenda akaleta shida, mtoto akakuwa admitted na huo sema ilikuwa ni mbaya. So tupige kura tuone ni nani alifanya mzuri, ni yule anapeleka mtoto shule ama ni yule apeleki. Lakini ikifika kwa rally anaanza kuongea vitu ya upuzi huko. Leo mtu naye anataka ati akuje kwa constituency yangu tumpe kura. Hatuwezi. We are one stage we are to tell people the truth. That if you give such a person kura, yeye hawezi kwenda kutetea watu ya Nakuru Town West. Kwa sababu how do you say that Yarama alifanya ibada kupeleka mtoto shule? Ati alifanya ibada kupeleka mtoto shule, anataka kunyanyaswa. Tena anataka watu ya Nakuru Town West kuambiwa kupe kura. You cannot do that. Kwa analysis yako ya fuel, naona kama itarudi stabilize kidogo. Mafuta vile sasa imepanda tena. Hata itapanda zaidi. Expectation? Itataka inapanda zaidi kuliko vile imepanda leo. You know the reason is shortage imekuwa kutoka mahali iko vita huko. And you know what these people are doing? They are targeting oil industries pale mahali oil inatoka na whatever. Hapo ndio wanaenda wanapiga yule watu ya USA. Wanaenda wanapiga mahali iko. So wakipiga lazima yani chini. And you know kwa sababu ya hiyo hata tulikuwa nimeona juice. Hata serikali imesema moja tupate mafuta. Ile si safi. Hatuweza ndio turudisha market chini. Ama mbona hiyo ikisemekana? You know who say? Dini Nyanjui, my former governor, who wants to be the governor of Nakuru County again. Yeah, he can bring analeta vitu kabla ya nataka kusema ati tunataka tena nataka arudi kuwa governor. You know, you must be able to know what you are talking when you are with the people. Anasema wote tupeleke hii mafuta hata kama si safi ndio bei irudi chini tukurizi the resident. But hiyo mafuta ukitumia after some time utaona gari inaanza kuleta shida. That's not the way we want people to do things. Wale petroli yaenda juu lakini yakuwe petrol service ndio.
Because now when you bring substandard petrol and to shield the increase, I think that's not the way. I was disappointed with what the former governor said. And and especially when I campaigned for him so hard to be the governor of this county. And we had very high hopes about him, but if that's how he's behaving, we don't want sycophants. He wants to be a sycophant of somebody somewhere when he is not supposed to. Substandard petrol is not wanted here. Let's have the petrol which can rust, which can isiende kuharibu injini zetu. So what I'm saying is that sisi kama watu ya Jubilee, we have a presidential candidate. And this presidential candidate is Fred Okengo Matiang'i. People are saying, what am I saying about Fred Matiang'i? Is because mimi nasema ni wale watu wa Kenya karibu wote na Gen Z na nini wanasema kwa sababu ile kazi alifanya mzuri wakati ile ndio watu wanaangalia. When he was in education, you could see what he did. When he was in interior, you could what he did. When he was in ICT, you saw what he did. So na kwa sababu if it's so sitakuwa vacant before 2027. Nikirudi nipe ni mine. Unajua watu wengi wanauliza wanasema hata maesiti ulipitikarea vacant. Everybody did it. So hakuna kitu ile ya mtu mwingine anataka. Even if Fred Matiang'i ili wakina Ichi wakina Kalonzo they are saying once the seats are declared vacant it becomes vacant. So anybody can find. So watu wasianza kuleta siasa kutuita ati sisi ni watu wa ukabila, sisi ni watu. Is our right kama Jubilee kuweka presidential candidate? Is right ya UDA kusema presidential candidate wao ni Uhuru Kenyatta waendelea. Lakini ile watu ndiana wanasema ati ni ukabila. Wewe ukisema mtu ya kabila yako, ile watu pande nyingine wanasema ni mtu yao, lakini wanataka kusema ati wewe ni mkabila simply because you are saying about your party. That is not the way we should take it. And in any case, William Ruto himself has said, yeye ataleta scorecard yake. Anama nimesema ataleta yangu. So why should somebody abuse me? Unanitusi kwa nini? Wacha tuende tulete ma scorecard, tumepatiwa nafasi tuongoza. Kama umeshindwa kufanya kazi, wewe uende nyumbani. There is nothing wrong. Some of us we have homes where we go. We are not home to go to exile at because umeshindwa kula no. Na hii kura si lazima upate, unajua. Lakini ukifanyia kazi kama unasimama uanze kupanyuka kuongea vitu ile hata hakuna. You start calling people kuja wasema atienda tu so and so. That is not the way we want the leaders to behave. Finally, no, today we are going to do some inspections around there. I will tell you, we will pass around and see. Kwa sababu tunaenda wacha tukimaliza unieleza uniulize hiyo swali hiyo ni nini imefanya. Nitaenda leo. Then on Tuesday, what because maybe on Tuesday or on Monday, tutaenda ingine. Hiyo ndio scorecard tunasema karibuni. I'm calling people outside here. We start preparing on the next passaries. You know I do it publicly here. Nikuja na wale niwaambie tulipeana. Iko watu wengine of course wakapata because pesa iko kwanza. Iko kutosha, iko pesa watu wachache wamebaki au nipate temia. Around the 150 parents ni waambie pesa ekutosha vile tulikuwa tumesema, lakini first priority in the next financial year ni ile tu tunafanya. You know we do public participation, unaeleza watu. So kama last time I was giving 22,500 tukapatisha 150 parents even receive out of 7,000 parents we 150 hawajapata, lakini si watapata we have carried forward. Then we are going to reduce to only we can be giving another 15,000 so that everybody will get. And I will put it down here na kila mtu atakubali. Then from there tuanze kuonekana wale ni wangapi ni wangapi wanapata wale need cases. Out of these 7,000 you are sponsoring almost 200 students full bursary. Ile tunalipa kila wakati, tunalipia the whole year. And because we don't have money to pay the whole year, we usually carry forward. Unaongea na walimu unasema tukipata tutaleta. And that's what we have been doing. Because education, the constitution says the basic right of a child is education. So hiyo karibuni dhana atawaita hapa mkuje muangalie. And you know, me I don't care what the people outside say about my leadership. I know I'm doing the right thing and I will do the right thing. And the people will judge me.
people will judge me. If I have done anything wrong and they think people vote for me, hawatanipigia kura kwa sababu ya chama. Si chama inaenda kuongoza, ni mimi. So maneno ya chama watu wanatoka na kuambia ati unless we end hapa, and that's why I told the people that we should don't vote people according on tribal lines. If I'm given, I've read in Nakuru Town West now from 2013, and you can see the number of tarmac roads are made. Go and check the perimeter walls are made. I'm doing renovations in classrooms now for students. Yes, tulikuwa zinawekwa ni tunaweka hii tiles. And you know, kama saa hii mahali tunaenda huku chini, I will also take you to my hotel. Niko na hoteli hapo nimejenga. Sasa rami imepita hapo. Watu wanauliza ati rami ni kwa nini rami ilipita kwa hoteli yangu. Nao na mimi hata hiyo hoteli saa zingine siendangi even in one month. Watu wanapita hapo. Kwani rami inapigwa hapo peke yake kwenda kwa hiyo hoteli? Ni ujinga ya watu tu. We want to open that place, we will open. Na nobody anazanieleza niambie wakati tuliweka rami ya kwenda mahali mimi naishi hapa London, watu wote sio wanasema ati rami ameweka rami kwenda kwake. I'm also a taxpayer and I'm a Kenyan. What is wrong with rami kupita mahali mimi naishi? Those are some of the stupid things you should tell Kenyans to stop. Ile watu kama unataka kura ya Nakuru Town, huwezi kujeleza watu sera zako utapata kura. Na hii maneno ya matusi mimi siko hapo. I'm one person who has been telling even those people who want to remove President Ruto. I've been in the forefront telling people not to use abusive language to an elected person, because ile kiti William Ruto anakalia pale si yake, ni ya Wakenya alipewa, na State House si yake, ni ya Wakenya. That's the belongs to the Kenyan people. Kutoa mtu ni sawa, ikifika 2027 tutoke mapema na kura, uende upige mahali unataka, akitoka ni sawa, akichukua bado ni sawa. But as for us who are in Jubilee, we have a presidential candidate called Fred Okengo Matiang'i. We are pushing him up to the end. Na watu wengine walikuwa wanasema ati Matiang'i atafika mwisho. Atakuwa mwisho huko. Na hata nilikuwa nimeona juzi maneno ya watu yetu kutoka huku where I come from, Kisii and Nyamira. I just wanted to tell those people to go and watch what other communities are doing. Hii communities zingine zinafanya nini? When you find a person anasimama anaanza ku-abuse, kuongea vibaya kuhusu mtu yake, mtu from your own community, what manners is that? Around watu wanafurahi wanasema Mrudigiri. If in a Mrudigiri here, DCP, without the party leader stepping there, he got 10,000 votes. What does hii inakuonyesha? Yeye hata hakuenda. Hata mtu yake hakuenda. Yeye aliwaachia wale mpaka wakapata 10,000. Hiyo na when you are a clever person, you don't celebrate. You can't celebrate that UDA won that seat by 20,000 na huyu mwingine alipata 10. And putting in mind that all UDA machineries were there in terms of kupeana pesa. Tuongoje tuone tuko kwa hii nchi. Siku tumeanza kuhesabu, watu tumeanza kuhesabu. Lakini hata mimi sijui kama atashinda kura. Lakini huko watu mimi najua hawatashinda. Huko watu zako ya mwisho pia kwa historia ya mikutano za watu kuharibiwa na vijana, government inasema ita fight goons, wanajiofa hizi new, unapata kuna wale establish vijana wenyewe wana protect. Wewe ndio kuambia kama unataka kuenda kura wewe tafuta goons yako. Mungu asikudanganya tuende kura bila goons. Those goons are with everybody, including those people on the opposition and those people who are ruling. Mungu asikudanganya ati hii goons ni watu ya are meant for government people only. Even goons are there from the opposition. Say, it's only that what the opposition wanafika wanafei wanasema ati hawajui. Hakuna mtu anayeenda kura bila goons. So kama una goons don't attempt kuenda kura. Wewe waachana na kura kama una goons. Mungu asikudanganya ati hakuna goons. Goons are in both sides, the government and the opposition. The only difference which is here for the government sometimes are backed up by police officers. And these police officers, if they get tired, sometimes wanakata. You know, you can be the government with the goons. Wewe kuambia ati tuende kumsaidia polisi wakifika pale wakatae. Wewe ubaki na goons yako ili hakuna goons wengi watandike. So goons are always there in every place and in every direction.
Mtu asikudanganya ati hakuna wounds. Wounds are there from the opposition and from the government. And these wounds you should not blame even the government that they are there. No. Mwisho kuna remarks yote kwa relocation ya our state house. Relocation yaje? Nasikia kama inataka kubadilishwa mahali iko. Nani anasema? Nafika hiyo. Mimi sijasikia. Lakini unajua nani waje alimwambia? Unajua Kenyans people can talk anything. You know, kabla hujatoa ile state house pale. Yeah. It must be brought to parliament. Mimi sijui mtu ni mbunge gani. Kwa sababu mimi sijaona. Ni nani walienda kuona hiyo vitu ya upuzi? Those are the nonsense I'm talking about. Vitu ya ujinga kama hiyo ndio hatutaki. Mtu anaenda analala, anaamuka, anakuja na jitu anaanza kusema. How do you what state house imefanya nini ndiye kwa relocated? What has it done? Hiyo ni ujinga, watu hawaje hiyo maneno ya ujinga. Hiyo ni kuharibia serikali jina. And you know, I'm one person who says when the government does something good, you say it has done something good. Kama imefanya kitu mbaya, tunasema imefanya kitu mbaya. Kama hii mafuta kuenda juu, we cannot blame the government because tunajua mahali mafuta yanapandia bei. Lakini we can blame the utterances from the government when they went down, wasema ni hao walirudisha chini. That is where the problem is.